Aliwahi kuja bwana mmoja hapa, anasema anahitaji maombi. Namkumbuka huyo bwana. Akaja wiki moja kabla. Anatokea maeneo ya Nyabange huko. Akaja hapa. Alipofika tu pale mlangoni, Mungu akaniambia huyo ni adui, sio Mkristo. Amefika tu pale. Mungu akaniambia huyo ni adui, lakini usihubiri chochote kuhusu yeye. Ataabudu wiki moja, alafu ataomba kununulie maji ya kunywa. Uyachukua hayo maji uyanywe, na athibitishe kwamba kila alichoweka ndani ya maji hayo hakina nguvu ya kudhuru wewe, kwa jina la Yesu. Amina. Akasali, amekaa pale, alikuwa amekaa pale alipokaa mkuu hapo. Pembeni mwisho kabisa. Viti vilikuwa vinafika kule. Bado tujajenga ukuta, ilikuwa ni jengo la mabati. Akakaa pale. Anaomba katika jina la Yesu, anakataza shetani toka. Toka. Alafu baadaye watu wote wako busy na maombi, ananiangalia hicho upande la kuibia. Nasema tu ndugu, mimi nasema rohoni, kabla hujaja Mungu alinionyesha kuhusu wewe. Amina. Na mimi nikamwambia kama Yesu, rafiki, fanya kilichokuleta ibadani. Akaabudu Jumapili hiyo, akaja baada ya Jumanne, akaja baada ya Alhamisi, Jumamosi yupo, Jumapili tena yupo. Akaja hapa akaniambia, baba mnyenyekevu. Mtu anataka kukuua, anaigiza unyenyekevu wa kishetani, wa kichawi. Ili kusudi usimtambue, anataka kupiga mpaka magoti, mtumishi wa Mungu, yaani baba yangu, mwaminifu wa milele. Una roho mbaya kukuua, roho mbaya. Kile jamaa alijui mimi ni mtu aliyetoka kwa baba wa mianga, mfalme wa utukufu. Amina. Mungu amenijaza hekima yote. Alipo akaja, naomba baba kesho hapo. Amepiga na magoti, nakumbuka. Alikuwa amevaa suruali nyeusi kama mimi, amevaa shati nyeupe, amevaa koti la kijani. Huyo mkaka nini? Akaniambia, baba kesho naomba nikuone, kuna mtoto dada yangu kule makutano amechanganyikiwa. Baba nakuomba, najua mtumishi wa Mungu una nguvu kabisa, una upako, yaani upako kabisa, uniachilie upako mimi na familia yangu tukombolewe. Nikamwambia upako sawa, lakini hayo maji unataka kuniletea. Upako sawa. Hayo maji uliotumwa uniletee. Nini maana yake? Nikamwambia njoo kesho njoo. Nikaja hapa saa 4 asubuhi. Saa 4 asubuhi mimi sijanywa chai, sijala ugali. Jamaa amefika tu hapa. Walikuja na gari wakaipaki kule juu. Akajifanya amekuja kwa miguu. Nilijuaje? Mungu aliniambia. Mimi Mungu akiniambia jambo, nyuma ya huyo mtu akiondoka na kimbia kuthibitisha. Mungu akaniambia wamekuja na gari, wamepaki kule juu, wenzake wako kwenye gari. Alipopanda namna hii hapa, amepandia uchochoro huu, mimi nikanyokea huku. Nafika kule mimi nikawahi, asijue kwamba mimi niliwahi kupita JKT. Najua kukimbia kuliko kawaida. Yeye anaenda polepole, mimi nikachana mbio. Nikapandisha nikaingia barabara ile pale. Nikamuona anaenda, wanaongea kwa kwenye dirisha, wakamfungulia akaingia akakaa. Sasa alipofika tu hapo, akasema, baba, najua umekuja mtumishi wa Mungu, umeshanisubiri sana na imani una kiu." Nikamwambia nini? Naomba nikuletee maji. Nikamwambia niletee. Mimi najua maduka ya hapa kwetu yako Gengeni kule. Huwezi ukachukua dakika 3 kwa umefika kule Kiara Gengeni na kurudi hapa na maji. Maji yalikuwa kwenye gari. Duka lilikuwa ni gari lao. Hapo. Akakimbia. Leta nakuja najifanya. Leta nafika hapa najifanya ana hema, hata hizo nazifahamu. Nikachukua chupa ya maji kumkomesha. Nikamwambia, baba Mungu nakushukuru. Nikaomba ili ajue naye Mungu tunayemtegemea, sina kingine. Nikamwambia, Mungu naomba kwa jina la Yesu, maji yale yatakasa, chochote cha uharibifu hakina nguvu kwa jina la Yesu. Amen. Nikanywa yale maji. Ananiangalia. Nakunywa ananiangalia. Nakunywa ananiangalia. Nikanywa mpaka chupa ikabaki nusu. Namuona anaweza kuwa na wasiwasi. Unajua mtu akiwa na jambo baya, unaona macho yake anaanza kuwa na wasiwasi. Anaanza kuwa na hofu. Kwa nini kinaweza kutokea, bado niko hapa. Anaona niko sawa sawa. Nikamwambia sasa tuingie ndani ya kanisa tuombe. Anasema, baba tuombe tu hapa. Unajua nikienda nimesikia jasho. Nikamwambia ina shida. Mimi hata ningesema nikuombee katikati ya barabara ya lami nitakuombea. Kwa sababu ndio kazi iliyotumwa na Bwana wa majeshi. Pale akapiga magoti. Nikaanza kuomba kwa jina la Yesu, naomba mpaka naruka. Nasikia moyo unaenda mbio. Najua kimeumana. Nasikia sasa, najua sasa ile sumu ya kwenye maji inaanza kufanya kazi yake. Ila naomba, namwambia Mungu sitaidika hata
ataibika kwa jina la Yesu, ataibika yeye. Nikaomba sasa, yeye namsikia sana tetemeka mpaka anatoka na jasho, anasema tu na mimi nimeendelea maombi. Si anataka niombe haraka haraka akimbie. Maombi yangu huwa sio mafupi kama ya ndugu zetu wa Katoliki, wala sio mafupi yani naombaga na mimi nikaendelea tu kuomba. Nikasema nataka nikamwambia Mungu, kama ni wakufa leo nataka nimuombee mpaka nianguke nimfie miguuni. Tena nikijisikia sana nataka kufa na kupiga na alama yangu ya dole ya kiganja usoni pa, ili polisi wakija kupima wanijue nilikuwa na wewe. Na nikimwangalia usoni naona jasho anatirika kama maji, najua hii ni hofu, ni pressure. Anawaza huyu mtu anaweza kufa, nini kinatokea tu hapa? Ni nani? Nikaomba baadaye ila alibii kwangu ikakata. Nikaenda kumwombea, asa tu amen. Nikaomba nikamaliza. Kuna maombi niliyomuombea ambayo nilimwambia sasa na kuachilia baraka za Mungu. Nikaomba kimya. Nikasema hivi, nikamdanganya. Unajua akiwa adui na wewe mdanganya. Nikasema sasa Mungu, nataka nimuombee baraka nzito ambazo kwenye ulimwengu wa mwili hazisikilizaniki. Nitaomba kimoyomoyo. Nikamwambia sasa nakuombea kimoyomoyo. Nilitamka laana nzito moyoni. Na hivi ninavyokuambia hayuko salama mpaka leo. Hayuko salama. Yesu mjanja akamaliza, akaenda akajua tumemaliza kazi. Mpaka leo nipo, lakini hayuko salama. Yuko salama yeye? Mimi nipo. Mungu ananilinda, ananiokoa na mtego wa mwindaji. Na bado najua wawindaji wengine wapo. Poli likiwepo na lina wanyama, wawindaji hawakosekana. Kwenye mbuga yetu bado tunakaribisha wawindaji. Wawindaji wakaribie. Lakini Mungu anasemaje? Atakuokoa na mtego wa nani? Na mtego wa nani? Sio, mpigie Bwana makofi na useme amina.